Alama mnakaribia kulinda. Cha kwanza Arsenal anakwenda kukutana na timu ngumu sana ya PSG, timu ambayo imekamilika kila idara, na Arsenal kwenye eneo lao la kiungo anakosekana Thomas Partey ambaye alikuwa anasaidia sana kucontrol midfield, lakini pia kuregain possession. Sasa wanakwenda kucheza na timu ambayo katika mechi yao dhidi ya Liverpool walifanikiwa sana kucontrol eneo la midfield katika mechi zote mbili, lakini wamefanikiwa pia kuwatoa Aston Villa. Ni timu ambayo ina rekodi ya kufanya vizuri dhidi ya timu za Uingereza. Wamemfunga kwenye 16 bora, wamemtoa Liverpool, kwenye robo finali wamemtoa Aston Villa. Kwao wanakwenda kucheza na timu ngumu kweli kweli, na ukiangalia ubora wa PSG mashambulizi yao kwa 74% yanatokea pembeni, upande ambao anacheza Nuno Mendes, fullback wao wa kushoto, ambaye anakuwa bora sana pale ambapo timu inashambulia, lakini upande wa kulia unakutana na Ashraf Hakimi ambaye mpaka sasa amehusika kwenye mabao zaidi ya 20 katika michuano yote. Hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo wamekuwa bora katika maeneo hayo ya pembeni. Na muda huo Arsenal wana Lewis Skelly ambaye yuko upande wa kushoto na Jurien Timber ambaye yuko upande wa kulia. Wachezaji hawa kutokana na style yao ya uchezaji mara nyingi wamekuwa wakiingia eneo la katikati kucheza kama inverted fullbacks ambao wanaingia katikati. Manake ni wazi kabisa watakuwa wanaacha mianya pembeni na kutoa mwanga kwa upande wa PSG kushambulia kutokea katika maeneo hayo. Kwa hiyo kwangu mimi naamini wanakwenda kukutana na mpinzani mgumu. Hata kama Arsenal wakifanikiwa kupita, bado pia katika wapinzani wale walioko upande wa pili, Inter Milan pamoja na FC Barcelona, bado sio wapinzani rahisi. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kabisa mafanikio ya Arsenal msimu huu ni kuishia nusu finali, lakini